Vita kati ya Ukraine na Urusi ambavyo vilianza rasmi Februari mwaka 2022 vimeacha majeraha makubwa si tu kwa taifa la Ukraine bali kwa ulimwengu mzima. Miongoni mwa athari kubwa zaidi ni wingi wa miili ya wanajeshi na raia waliouawa, hali iliyoleta majonzi, maswali ya maadili ya kivita na uchungu kwa familia ambazo hazijawahi kuwaona wapendwa wao tena. Tangu mwanzo wa vita, hali ya mwitikio wa kibinadamu kuhusu miili ya wanajeshi waliokufa imekuwa na changamoto kubwa, hususan kwa upande wa Ukraine ambapo zaidi ya miili 1200 ya wanajeshi wake imerudishwa kutoka Urusi hadi Juni mwaka huu. Mnamo tarehe 11 Juni mwaka huu, Ukraine ilipokea miili ya wanajeshi wake 1212 waliopoteza maisha kwenye mapambano dhidi ya majeshi ya Urusi. Miili hiyo ilirejeshwa kupitia makubaliano ya nadra ya ubadilishanaji wa maiti kati ya mataifa haya mawili chini ya usimamizi wa Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC. Miili hiyo ililetwa katika magari ya friji, refrigerated trucks, ikiwa imehifadhiwa kwa uangalifu mkubwa. Serikali ya Ukraine kupitia shirika lake maalum la On the Shields limekuwa likiratibu urejeshwaji huu na pia kusaidia familia za waliofariki kwa mchakato wa utambuzi. Wengi wa wanajeshi wa Ukraine waliokamatwa na kisha miili yao kurejeshwa walionyesha ishara za mateso makali, baadhi yao wakiwa wamechomwa moto, wakikatwa sehemu za mwili au hata kuandikwa maandishi ya kikatili kama vile Glory to Russia kwenye ngozi zao kwa njia za kuchomwa moto. Kesi kama ya Maxim Butekevich, mwanaharakati aliyekamatwa, kulazimishwa kukiri makosa ya uongo na kuhukumiwa kifungo cha miaka 13 ni mfano halisi wa ukiukaji wa haki za binadamu. Alisema mahakamani kuwa aliteswa kisaikolojia na kimwili, akakabiliwa na Kafkaski trial, kesi ya uonevu isiyo na msingi wa haki. Katika maeneo yaliyokombolewa kama Bucha la Izium, Ukraine iligundua makaburi ya halaiki yenye miili ya raia na wanajeshi. Katika Izium pekee, zaidi ya miili 444 ilizikwa kwa haraka wakati wa uvamizi wa Urusi. Miili mingi ilionekana ikiwa na mikono iliyofungwa nyuma, majeraha ya risasi kwenye vichwa na baadhi ikiwa imezikwa pamoja na kwenye mashimo makubwa. Mazingira haya yalizua mashtaka ya uhalifu wa kivita na mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu yamekuwa yakikusanya ushahidi dhidi ya wahusika. Ukraine imeweka mfumo wa hali ya juu wa kutambua miili ya wanajeshi, ikiwa ni pamoja na uchambuzi wa DNA, alama za vidole, alama za mwili kama makovu na tattoo. Kila mwili unaokutwa unafanyiwa uchunguzi wa kina na kuingizwa katika KinziData ili kusaidia familia kupata jibu la hatima ya wapendwa wao. Kwa msaada wa mashirika kama Bellingcat, ICRC na wataalamu wa sayansi ya uchunguzi wa maiti forensics, Ukraine imeweza kuweka mfumo wa kitaalamu wa kuhakikisha miili inarejeshwa kwa heshima na staha. Urusi kwa upande wake imekuwa ikipinga madai ya mateso ya wafungwa wa vita na pia imekuwa na mtazamo wa kupunguza kiwango cha udhalilishaji wa miili. Hata hivyo, Kremlin imedai iko tayari kuendelea na mabadilishano, ingawa baadhi ya mchakato wake umekuwa ukileta changamoto kutokana na urasimu na uzembe wa kibinadamu. Kisa cha miili ya wanajeshi katika vita vya Ukraine na Urusi ni mfano wa giza la vita, mateso, majonzi na maumivu yasiyoelezeka. Hili si swala la takwimu tu, bali ni simulizi za maisha ya vijana waliotangulia mbele ya haki wakiwa wanapigania mustakabali wa nchi zao. Katika dunia ya leo yenye maendeleo ya teknolojia, vita hivi vimeonyesha kuwa thamani ya uhai bado inapuuzwa na miili ya wanajeshi inakuwa alama ya kifo kisicho na maana. Mashirika ya kimataifa na dunia nzima inapaswa kusimama pamoja kuhakikisha haki inatendeka na wale wote waliohusika na uhalifu dhidi ya wanadamu wanawajibishwa.